langu Matumaini. Haujambo mtazamaji wa Azam TV, ni kukaribishe katika mshike yako mengi kweli ya kuweza kukufahamisha kupitia hapa katika kipindi hiki kitu tunakutana kila siku kuanzia 3 kamili, ni kwa takribani saa nzima. Lakini pia nikukumbushe wewe ambaye unatufuatilia muda huu kwamba una nafasi ya kuweza kupakua application ya Azam Max kwa ajili ya kuweza kufurahia maudhui mbalimbali kupitia simu yako ya mkononi, lakini pia kifaa kingine ikiwemo kompyuta, lakini hata TV janja kwa ajili ya kuweza kutazama maudhui mbalimbali, ambapo hivi sasa tamthilia ya filamu ya Maisan unaweza kuiona kwa kulipia shilingi 2000 tu kwa wiki. Ni filamu yenye hadithi nzuri ya kusisimua na mkusu mwanamke ambaye alikuwa ni jambazi, lakini baadaye akalazimika kurejea katika maisha hayo baada ya mkasa uliomkusu mtoto wake. Hilo utalifahamu kupitia katika application ya Azam Max, na 2000 hii utalipia na kuiona filamu hiyo kwa takribani juma zima. Ni mambo mazuri hayo kutoka Azam TV Max. Lakini miongoni mwa yale tulionao usiku huu katika mshike ni pamoja na haya: Simba Sports Club ya Bwana Mbavu na TRA United uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Na matajiri wa jiji Azam FC waacha alama 2 Manyara mbele ya Mbeya City. Na rais wa CAF Daktari Patrice Motsepe asisitiza mshikamano na uadilifu kukuza soka la Afrika. Naam, nikukaribisha katika mshike. Mimi ni Akida Kilango, na kwa kuanza kutazama mshike usiku huu, kikosi cha wakusanya mapato TRA United kimezidi kufanya uwanja wa Sheikh Amri Abeid kuwa ni uwanja mchungu kwa vigogo wa soka nchini kwa kugawana alama na mnyama Simba Sports Club katika mchezo wa kiporo ambao umepigwa hii leo. Kwa matokeo hayo, sasa Simba Sports Club inaendelea kusalia katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara ikiwa na alama 36 katika michezo 17 waliocheza, ikiwa ni mchezo mmoja nyuma ya vinara Young Africans wenye alama 44, nyuma ya Young Africans wenye alama 44, hivyo kufanya tofauti ya alama 8 kuwepo baina yao. Lakini kwa upande wa TRA wenyewe wamefikisha alama 24 wakiwa wameshacheza michezo 18. Lakini baada ya kukamilika kwa mchezo wa leo ligi kuu soka NBC Tanzania bara uliokutanisha TRA United dhidi ya Simba Sports Club, mwanahabari wetu Ramadhani Mvungi amezungumza na makocha kutoka TRA United lakini pia Simba Sports Club na mashabiki ili kufahamu ni yapi maoni yao baada ya kukamilika kwa mchezo huo. Sasa kwetu leo Christina Magala na washirika wake hapa kuna kitu wanakiita TRA effect. Mimi sijajua ni kitu gani. Hebu tuambie TRA effect ni nini? Tukizungumza TRA effect, kwanza angalia kila. Naam, ni Christina Magala huyu alikuwa akizungumza na mashabiki. Lakini kwa sasa muda huu niungane kwanza na mchambuzi wetu Hendrick Ngamkono kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea pale Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid ambapo Simba Sports Club walikuwa kikipiga dhidi ya TRA na mambo yakawa suluhu. Karibu sana Ngamkono. Asante Kida. Tumetazama mchezo namna ambavyo ulipigwa na hali ilivyokuwa pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Uwanja ule sasa tunaweza kusema kwamba umekuwa ni ngome nzuri kwa TRA United. Kwa kuanzia tunaweza kusema ni hatua muhimu kwa sababu hata Pamba naye aliingia uwanja wake wa CCM Kirumba baada ya kupata sare kadhaa na wakubwa hawa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kama TRA amefanikiwa kupata sare pale nyingine ya pili dhidi ya vigogo, sasa naweza kujitamba kwamba sasa hapa na mimi nimeanza kutengeneza ufalme wangu kwenye uwanja wangu wa Sheikh Amri Abeid. Lakini kwa ujumla mchezo namna ambavyo ulitazama ulikuwa ni mchezo aina gani? Ulikuwa mchezo mzuri ambao ulijaa mbinu na ufundi wa wachezaji mmoja mmoja. Tulikuwa tunaona uwezo wa wachezaji mmoja mmoja na hasa mbinu za makocha ziliona jinsi gani kocha Etienne alivyofanikiwa kwenye mbinu zake kuweza kumkabili Simba. Aliweza kumsoma vizuri Beka, namna gani anavyocheza, namna gani anavyotumia mbinu wa wachezaji wake, na yeye akaja na mpango mzuri wa kuwakabili, wa kuwazuia wale mawinga wa Simba ambao ni hatari wasiweze kuwa na madhara, na akatumia wachezaji wake akina Chobwedo kufanya mashambulizi ya kushtukiza na walikuwa hatari sana kwa kwenye lango la Simba. Yaani hawakubaki nyuma kama timu ya pili, waliamua kucheza mpira na kuwapa changamoto Simba ambayo Simba wenyewe nadhani hawakuitegemea. Labda kingine kwa upande wa Simba inawezekana kukosekana kwa kuchelewa kuanza kwa Chama kwenye mchezo,
inawezekana ikawa moja ya sababu kwamba Chama alikuwa hakuanza mechi, kwa sababu mechi nyingi alizocheza Simba Chama ameanza. Alivyokuja kuingia tayari dakika zilikuwa zimeshakwenda na TRA washajiamini kwamba hawa tunawaweza na mechi tushaishika. Kwa hiyo hakuwa na madhara yote mengine. Kwa hiyo nadhani kwa upande huo TRA mchezo wao leo wamefanikiwa sana kimbinu, kwamba waliweza kutowapa nafasi Simba, kwa sababu walikuwa na wakaba kwenye box yao kabisa kule mwanzoni, kitu ambacho Simba walikuwa hawakipendi. Walitamani TRA labda wangekaa nyuma ili wakakutane huko upande, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani kwa kocha amefanikiwa sana na mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wao TRA. Unahisi pressure ilikuwa ni kubwa kiasi gani kwa Simba Sports Club kuendea mchezo wa leo? Kwa sababu utakumbuka mchezo dhidi ya Pamba, hata meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali alishaanza kuzungumza na kufurahia kuelekea kuzivuna alama 3, lakini mambo yakawa tofauti. Kwa sababu hii inakuwa pressure kubwa, kwa sababu kwa ilikuwa inaonekana Simba angeweza kupunguza tofauti ya pointi yake na mpinzani wake mkubwa Yanga, kwamba hii mechi angeendelea kuokota kwenye hivi viporo vyake ingebaki pointi moja, lakini sasa matokeo yake viporo vyote vimemchachia na amejikuta analazimishwa suluhu, anabaki nyuma kwa pointi 8. Kwa hiyo ni mzigo ambao Simba walikuwa nao, hasa ukizingatia hii mechi ilishailishwa mara 2 na hii sasa ikawa lazima ichezeke, na kweli imechezeka, na wenyeji TRA wenyewe waliamua kweli kucheza mchezo mzuri na wakaonyesha Simba sisi tunawaheshimu, lakini tutakwenda kucheza mpira wetu na nyinyi mtauona. Na Etienne mara nyingi akicheza dhidi ya Simba waga anafanya vizuri. Hata nakumbuka kwenye finali moja ya FA akiwa na Mbao, Simba walipata wakati mgumu sana kumfunga. Mechi ilienda dakika 120 ndio Simba akapata goli la ushindi. Kwa hiyo nadhani hata aina yake na uchezaji wa Simba ameujua, na ndio kitu ambacho amefanikiwa kwenye mechi hii ya leo. Kwa TRA sasa matokeo aliyopata, wamevuna alama 1. Hii itaendelea kuwajenga kwa kiasi gani? Hii ni daraja kubwa ambayo TRA wanalifikia, kwa sababu kama wanapata alama 1 kwenye zidi ya Simba, ina maana sasa wao wanazidi kujiamini. Ina maana mechi ijayo wakishinda, na ukizingatia wale wanaoshindana nao pale Singida, Pamba, JKT Tanzania, wote ni viwango vinavyofanana. Kwa hiyo nadhani na TRA ataendelea kukusanya pointi kusogea kwenye zile nafasi 4 za juu ambazo kila mtu nafasi ile ya 4 ambayo kila mtu anaiona anaiweza kuipata kutoka kwenye hizo timu 3 ambazo nimezitaja. Unaziona zina viwango vinavyofanana na madaraja yanayofanana na wachezaji ambao wana viwango vinavyokaribiana. Itaamua tu ni jinsi gani ufundi utatumika katika kuhakikisha kwamba timu inapata kile ambacho inakitaka. Kwa hiyo naamini kabisa TRA matokeo haya, tuliona Mtibwa Sugar alipopata sare dhidi ya Simba, akaja akapata matokeo mazuri, alishinda mechi 7, akupoteza kwenye mechi 7 mfululizo. Kwa hiyo hata TRA nadhani hii itakuwa ni motisha kwao kuhakikisha kwamba hawapotezi katika mechi zao zinazokuja. Kwa hiyo wataendelea kupambana kufanya kwamba timu yao ipate kile inachotaka. Hasa msimu unaona TRA wanataka kuchukua nafasi ya Singida. Singida ndio wanajitafuta, wanajitengeneza, wametoa benchi, wameweka mtu mwingine, wameshinda mechi yao juzi goli 1, lakini bado unaona wanahitaji muda wa kukaa vizuri ili kuweza kupambania nafasi yao. Unaona hilo likiwezekana, kwa sababu ili umalize katika nafasi nzuri ni lazima uweze kushindana vilivyo na wale ambao unagombania nafasi dhidi yao. Tumeona amepata sare ilikuwa ni sare dhidi ya suluhu dhidi ya Young Africans. Amekuja pia kucheza na Simba leo, mchezo umemalizika kwa 0-0. Dhidi ya Singida alicheza nao hivi majuzi tu akashinda kwa magoli 2-0. Ina maana kwamba tuendelee kutegemea wakiwa hivi au tutegemee tofauti, kwa sababu kwa namna ambavyo tunaona timu hizi unakuta zinavyocheza na timu za madaraja yao zinakuwa zinacheza vizuri, lakini zinakuwa zinapocheza na timu kubwa wanakuwa wanacheza vizuri sana, lakini wanapocheza na timu za madaraja ya kati wanakuwa hawaoneshi kile kiwango alichokionyesha katika mechi kubwa. Kwa Etienne, kwa tabia yake hasa akiwa na timu za namna hii, wakati mwingine timu zikiwa kubwa sana pressure inakuwa kubwa, inaweza kuwa inamsumbua, lakini kwa timu za hii anaweza kukupa jambo kubwa sana, kwa sababu anaweza kuwatengeneza wachezaji na uongozi, kwa sababu unakuwa unamwamini zaidi yeye na kile anachokifanya mazoezini, na wachezaji wake wanampa kile anachotaka. Hata Kenya alivyoenda aliwapa Polisi ubingwa, watu ambao hawakutegemea, kulikuwa na wakubwa pale Kenya, lakini kwa sababu uongozi ulimwamini akatengeneza timu akawapa. Kwa hiyo naona TRA miongoni mwa timu ambazo zitakuwa tishio, hasa tangu baada ya dirisha dogo kukamilisha yale changamoto za wachezaji wao ambao mwanzoni walikuwa wamekosa vibali. Baada ya kupata vibali vyao vya kucheza, umeona TRA inabadilika kila siku, inabadilika, inakuwa bora, na hata huu ushindani tunaoona sasa hivi ni kutokana na huo ubora ambao wanaotengeneza kidogo kidogo kila siku kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo nadhani kwa Etienne na TRA wanao nafasi kubwa ya kuendelea kuwashangaza watu na kusogea hatua nyingine, hasa wakizingatia kwamba haya matokeo yakiwa kwamba si ndio hatua tunatakiwa tuende nayo, na wakaonyesha hiki kipaji, uwezo walionyesha katika mechi hizi 2 dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, na hata watapokuja kucheza na Azam wakionyesha kiwango cha namna hii, nadhani wana nafasi kubwa zaidi ya kusogea pale juu na kuwa miongoni mwa zile timu 4 zinazoshiriki mashindano ya kimataifa msimu ujao. Lakini tunamwona pia Chobwedo, wengine anamuita Mbumo, tumeona namna ambavyo ameweza kucheza na kiwango amekionyesha hii leo.
tutegemee kuzidi kukiona kiwango hiki kikiendelea na ikiwezekana siku moja kumuona katika timu za Dar es Salaam? Inawezekana kwa sababu Chobwedo anacheza vizuri muda mwingi. Sema watu walimuona vizuri kwenye mechi zidi ya Yanga, ndio watu wakaona huku bana kitu. Na hata leo ukiangalia alimpa wakati mgumu sana Kibabage katika siku ambayo alikuwa na wakati mgumu ni leo. Muda mwingi Chobwedo alifanya vile anavyotaka, akaweza kupiga cross nyingi na akawa na sehemu ambayo analeta madhara makubwa sana kwa Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kama ataendelea kulinda kiwango. Tuna changamoto wachezaji wengi wa Kitanzania wanaweza kukupa hivi mechi 3 mechi 4 baada hapo viwango vina drop kwa sababu sasa sijui ni sifa au kuna tabia fulani ambayo tunasemaga wachezaji wetu ni homa za vipindi. Yaani kuna wakati anakuwa yuko juu, kuna wakati yuko chini. Kwa hiyo wakati huyu yuko juu na mtu anatumia mechi kama hizi kubwa akionyesha hiki anachokionyesha, nadhani mlango wake unazidi kuwa wazi kwenda hapo Kariakoo au kwenda Chamazi. Kokote anaweza akaenda kwa sababu ana uwezo, ni mchezaji mzuri, anatimiza majukumu yake vizuri, anapiga cross za uhakika, unaona cross zake akizipiga zinakuwa na mchango kwa timu. Katika mechi ya leo kati yake Aura na Ribase, yeye alikuwa bora zaidi kwenye kutengeneza nafasi kwa timu yake kuliko hao wengine wawili wa Simba. Kwa hiyo unamuona ni mchezaji ambaye kama ataendelea na kiwango hiki, atatunza kipaji chake na asilewe sifa ambazo zinaanza kuja. Unajua tabu yetu tunapewaga sifa, ukifika mpe huyu sasa zile zikiwa nyingi mpe na yeye akazielewa atashindwa kuonyesha uwanjani, matokeo yake baada ya mechi 3-4 tutamuona amepotea. Lakini tunaamini kabisa ni mchezaji ambaye anaweza kuwa na kitu kikubwa, akamaliza vizuri msimu wake akaja Kariakoo au akaenda Chamazi, maisha yake akamwendea. Sasa Kinga Mkono, taswiri hapo tuelekee kwanza kule Arusha ambapo mwenzetu Ramadhani Mvungi aliweza kutuandalia taarifa ifuatayo mara baada ya mchezo huo kukamilika. Sasa kwetu leo Christina Mwagala na washirika wake hapa kuna kitu wanakiita TRA effect. Mimi sijajua ni kitu gani. Hebu tuambie TRA effect ni nini? Tukizungumza TRA effect, cha kwanza angalia kila timu inayokutana na TRA lazima idondoshe point. Lazima ifukuze kocha. Kuna mtu kafukuza kocha hapa kabla hata dakika 90 hazijaisha. Mimi leo natumia hii nafasi kumwombea msamaha kocha wa Simba kwa sababu sisi kwenye FA tunafika finali. Moja ya plani nilikuwa nayo kwa mechi hiyo, nilijua kama anaweza kupata red card. Kwa hiyo nilikuwa naona wakati alikuwa atukushake, tulikuwa tunarudi kwa hiyo shape, nilikuwa najua kama such games inatokea pressure nini speed na ndio wachezaji wako wanataka create vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa najua kama inaweza kutokea, tulikuwa na plani yake. Yeah, a number of factors. I think obviously a challenging team, a good team, TRA, difficult to play against at home. So the opposition was tough. The conditions of the pitch, a little bit difficult also in terms of just the speed of the ball, the way it rolls. So, that also. And I think the most important part was just tactically our first half, we just didn't. Nilitegemea matokeo mazuri kwa Simba hapa, lakini niwapongeze TRA, wamekuwa na timu bora zaidi, kwa hiyo wameweza kutuzuia sisi kutofunga magoli. Na washukuru sana kwa support waliotupatia na waomba sasa waipokee rasmi timu. Walikuwa wanataka kusema timu ni tawi ya timu fulani, lakini wamekuja Yanga hapa, mmeona mambo tulioyafanya. Wamekuja hawa Simba, mapacha wa Dar es Salaam, na wenyewe mmeona mambo tulioyafanya. Simba pia wataendelea kusalia tena hapa Arusha kucheza dhidi ya Fountain Gate katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Shukrani sana Ramadhani Mvungi kwa ripoti hiyo kutoka hapo Arusha. Huu ni Mshike, tafadhali usiondoke. Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike. Bado upo nami Akida Kilango, nipo hapa na mchambuzi wetu Andrew Kinga Mkono. Na kwa sasa Kinga Mkono, tutazame kile ambacho tumeuliza kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kusoma sasa kile ambacho mashabiki wameweza kujibu kutokana na swali tuliouliza. Matokeo ya Simba, Yanga na Azam kwenye mzunguko huu wa NBC Premier League yanakupa picha gani kuelekea mbio za ubingwa msimu huu? Swali lilikuwa ni hilo, lakini sasa tutazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu, tukianza na Instagram. Huyu ni Mdee Junior 21, anasema siwaoni Simba tena kwenye mbio za ubingwa kwa sababu wamekuwa wakitengeneza nafasi nyingi lakini hawazitumii, kitu ambacho kinawagharimu kwenye mechi ngumu. Ukipata nafasi moja au mbili unatakiwa utumie, lakini matokeo yake ni draw au kupoteza mchezo. Kwa hiyo siwaoni tena kwenye mbio za ubingwa.
Lakini Charles Nelson kutoka Masinono anasema matokeo ya Simba na Azam leo yanatoa taswira kwa mpinzani wao Yanga na kumpa nafasi ya kuwaongoza kwa gepu kubwa la pointi, ila bado nafasi ya ubingwa wanayo. Kwa hiyo mimi mpaka hapo nadhani Yanga amepata chance kubwa ya kuwa bingwa. Lakini Israel Chusi anaitwa Chusi, Steven Chusi kutoka Mwanza Misungu, kwangu mimi hayo matokeo yanaonyesha kwamba kila timu imejipanga kupigania ubingwa wa NBC Premier League, lakini itabaki kwamba Yanga ni bingwa. Hao ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini tutatazama pia matokeo mengine ulioweza kutuandikia maoni yako kupitia Facebook. Huyu ni Tony Lwimbo anasema hii inathibitisha kuwa ligi yetu imekuwa ngumu kiasi gani. Rejea mechi dhidi ya Yanga, almanusura Yanga apoteze mechi, ila sababu ya ubora wake akapambana kutoka na alama moja. Kwa hiyo tutawapongeza sana TRA na Mbeya City kwa kuonyesha upinzani dhidi ya timu kubwa. Lakini Bonsos kutoka Mbeya anasema kwa matokeo ambayo hayabadiliki sana kama tunavyotegemea kwa timu kubwa mbili za ushindani, yani Azam na Simba, naona Yanga will win the trophy again, tena mapema kabisa, maana serious na kombe ni mfinyo sana kwa hizo timu mbili tofauti na ilivyo kwa Yanga. Lakini Ramadhani Jumanne wa Dodoma, kwa upande wangu mimi naona Yanga imeshatengenezewa njia za ubingwa, ila Simba nayo bado imo kwenye mbio za ubingwa, lakini sasa isidondoshe tena pointi. Hawa ni maoni ambao umeweza kuandika kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kinga mkono ni kipi ambacho umeweza kukingamua kutokana na kile ambacho mashabiki wameweza kutuandikia? Kikubwa nimeona mashabiki wanatoa nafasi kubwa kwa Yanga kutokana na uhalisia kwamba tofauti ya pointi 8 ni nyingi na Yanga aonekane kwamba anaelekea kudondosha pointi hivi karibuni. Kwa hiyo na yeye hajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo nadhani hii inawafanya mashabiki na waamini kwamba hiyo inawezekana, na ukizingatia wapinzani wake Simba na Azam wenyewe wanaendelea kupoteza pointi, wanapata sare nyingi. Azam leo msimu tayari sare ya 10. Nadhani katika misimu mitatu iliyopita hii ndio mara ya kwanza Azam anapata sare 10 kwenye msimu mmoja. Kwa hiyo nadhani hiyo inawafanya Azam waondoke kwenye hiyo mbio za ubingwa, unaona taratibu wanaanza kujiondoa wenyewe. Naam, shukrani sana Kinga Mkono, lakini utaendelea kusalia hapo. Lakini kwa sasa tumtazame mshambuliaji wa TRA United Ramadhani Salim Chobwedo. Amefanya mahojiano maalum na mwenzetu Ramadhani Mvungi, na kubwa akizungumzia kiwango ambacho ameweza kukionyesha hadi sasa katika ligi kuu ya NBC. Na kama kuna mchezaji ambaye amekuwa kipenzi cha mashabiki hapa Arusha ni Ramadhani Chobwedo. Mambo vipi? Shwari kabisa. Na tunajua Arusha ni sehemu ya nyumbani kwa sababu umekuwa hapa. Wasiokutambua vizuri, hebu wape historia yako kidogo ukiwa hapa Arusha. Sina historia kubwa, lakini ndo kama nyumbani, ndo uwanja wangu wa nyumbani. Kwa hiyo nafurahia pia timu hii iko nyumbani, kwa hiyo ni jambo zuri kwa kweli. Chobwedo, kuna namna ambavyo nyota yako imeng'ara. Ulikuwa mchezaji mahiri tangu hapo mwanzo, lakini kwa sasa kwa kweli umekuwa ukiimbwa sana. Unadhani hii inatokana na nini hasa? Nahisi siwezi nikasema ni jambo zuri, na mshukuru pia Mwenyezi Mungu kiukweli. Kwa hiyo hicho ninachokifanya watu wanakiappreciate, watu wanakiheshimu. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu kiukweli, ni kupush kuweza kuonesha kwamba hichi ninacho na waweze kukipokea kwa sababu mpira ni mchezo wa watu wengi sana. Kwa hiyo watu wanavyokupenda wanaonesha, alafu na ni jambo la kumshukuru Mungu. Naam, ni mwenzetu Ramadhani Mvungi alipoweza kuongea na Ramadhani Chobwedo kuhusiana na kiwango chake. Lakini kwa sasa tuelekee pale Babati mkoani Manyara, ambapo matajiri wa jiji Azam FC walikuwa na kibarua dhidi ya wenyeji Mbeya City, uwanja wa Tanzanite kwa Raha Babati mkoani Manyara, katika mchezo ambao umemalizika kwa suluhu. Kwa matokeo hayo sasa Azam FC wanaendelea kushika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC wakiwa na alama 34 katika michezo 18 waliocheza hadi sasa. Nao Mbeya City wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 17 katika michezo 18 waliocheza, ikiwa ni alama moja tu kutoka katika timu zilizo kwenye mstari wa hatari ya kucheza michezo ya mtoano, yani playoff. Na Kinga Mkono, tutazame pia mchezo huu, matajiri wa jiji Azam FC wakiwa ugenini dhidi ya Mbeya City, nao pia wamebanwa mbavu na wameziacha alama 2 pale Tanzanite kwa Raha. Moja ya changamoto ya Azam ni hiyo kwamba katika msimu na misimu mingi anapokutana na hizi timu ambazo tunasema za madaraja ya kati au madaraja ya chini, wakati mwingine naye anashuka sana. Kwa hiyo anakuta kwamba anapata wakati mgumu, au wanamkamia, au wenyewe wanamuona kwamba ni size yao, kutokana kwamba akiwa kwenye ubora hawaonyeshi mimi ni bora, kwa sababu ukiwa kwenye ubora unatakiwa uwaonyeshe hawa wadogo kama mimi ni bora, wafunge goli za kutosha, waonyeshe mpira mzuri. Lakini kwenye mechi ya leo
Mbeya City walikuja vizuri na Meki wakaamua kuweka timu yao nyuma muda mwingi, wakafanikiwa kuwazuia Azam kupiga goli lolote. Ni mpira mmoja ndio nimeona uliingia golini na baadaye ilikuwa ni offside. Alipiga Faisal ukaonekana kuna mtu amezidi ikawa ni offside. Kwa hiyo kwa ujumla Mbeya City waliamua kukaa nyuma, wakawa wanashambulia kwa kushtukiza na kweli walifanikiwa. Ngita tuliona anajaribu lakini alishindwa, baadaye akaingia Kitambala Bora na mwenyewe vile vile hakuonyesha akuleta mabadiliko yoyote. Kwa hiyo naona kwa ujumla timu ya Mbeya City ilikuwa bora kwenye mchezo huu kwa sababu walifanikiwa kile walichotaka, kwamba tukae nyuma, hawa Azam ni wakubwa, tuwaheshimu, wakamheshimu kweli, wakaonyesha upinzani na kujipanga vilivyo kuhakikisha kwamba hawapati hizo nafasi za kufunga. Kipa wao akawa shujaa katika mchezo huu, aliokuwa baadhi ya michomo. Unaona kabisa Azam wanahangaika kutengeneza nafasi. Sijajua labda akija nani anaitwa Sopu labda atakuja kusaidia kubadilisha safu yao ya ulinzi, lakini sioni bado kwa sasa hivi safu yao ushambuliaji, sioni kwenye ushambuliaji wao. Wakati mwingine kama Faisal akiwa kidogo amepoteza ubora wake kwenye kufunga, timu inaanza kuhangaika, na tumeona Nado anaumwa. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo Azam wanayo kiuchezaji. Wamecheza vizuri, wametawala mchezo, lakini walishindwa kupata pasi ya mwisho kufunga goli, kitu ambacho kimekuwa faida kwa Mbeya City ambao wao wenyewe wamefanikiwa kuweka basi nyuma, wakapata pointi yao moja ambao kwao ni muhimu sana kwa sababu imezidi kuweka pazuri, kwa sababu pointi 17 na wanakaa sehemu nzuri zaidi kuendelea kujiamini katika harakati zao za kutaka kujiondoa kabisa kwenye janga la kwenda kucheza mechi za mtoano. Lakini ni alama moja pekee kutoka katika mstari ule wapo. Unajua kuna wakati unashinda afu unabaki hapo hapo. Kwa hiyo kama wamepata pointi moja zidi ya Azam, kwao ni faida kubwa sana, kwa sababu Azam ni miongoni mwa timu ambazo zinapewa nafasi ya kuwa mabingwa na kufanya vizuri kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kama unalazimisha kupata sare zidi yake, wewe kama ambaye unakumbuka ulipoteza mechi kama 8 au 7 huko nyuma mfululizo, timu ambayo imefungwa goli 24 mpaka sasa hizi kwenye ligi kuu, unaenda kumkaba Azam na kutoa suluhu, unabidi ujisifu, unasema hii pointi moja ni mafanikio makubwa sana kwa Meki kwa kuelekea ukiangalia mechi iliyopita alishinda dhidi ya KMC, hapa anakuja kupata sare, anakwenda anakutana na nani, labda na Prison au na nani, kwa hiyo anakutana na watu ambao anaweza kupambana nao, akazidi kokota hizi moja zikamweka pazuri, kwa sababu kwanza amefanikiwa kulinda goli lake lisiruhusiwe. Katika mechi nyingi zilizopita nani Mbeya City alikuwa anafungwa magoli mengi, kwa hiyo safari hii Meki amefanikiwa kuwazuia Azam wasifike golini kwake, na Azam ukiangalia ni mechi yao ya pili mfululizo Mbeya City wameshinda magoli 16 na kufungwa 24, kwa hiyo wanadaiwa mabao 8. Nikushukuru sana Kinga Mkono, bila shaka tutaungana tena hapo baadaye. Na mchambuzi wetu huyo Andrew Kinga Mkono ameweza kutupitisha katika michezo hii ambayo imepigwa leo katika ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Lakini kwa sasa turejee tena jijini Arusha katika dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta, ambapo mwenzetu Ramadhani Mvungi alizungumza na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, lakini pia ofisa habari wa TRA United Christina Mwagala, na kuweza kupata hisia zao baada ya dakika 90 za mchezo wa leo nambari 7, ikiwa ni mchezo wa kiporo kukamilika, lakini matarajio yao kuelekea katika michezo mingine inayofuata. Simba hana timu ya kuifunga TRA. Nafikiri ndio kitu ambacho kimetokea katika siku ya leo, na sisi kama TRA tulikuwa tunahitaji kupata ushindi katika mechi hii. Ndio maana nilikuwa nawaambia kabisa kwamba tumejiandaa vizuri, tunawakaribisha Simba waje, na kweli Simba wamefika Arusha na mechi imechezwa kwa mara ya kwanza sasa tangu mwaka jana mwezi wa 10 mpaka leo mwezi wa 4, hatimaye mechi imechezwa na TRA tumepata pointi yetu moja, na ni kitu kikubwa. Tunawashukuru sana na kuwapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Lakini hii ni TRA effect. Hii inaitwa TRA effect. Hakuna timu yoyote, yani hii kitu iwaingie watu kwenye ufahamu wao wa akili. Hakuna timu yoyote ambayo itakuja hapa katika mkoa wa Arusha na kuweza kupata ushindi dhidi ya TRA. Kwenye upande wa mbio za ubingwa bado ziko wazi, nafasi bado kubwa tunayo, na sisi kama Simba sare hii dhidi ya TRA haijatukatisha tamaa wala kutuondoa katika mipango yetu. Tunaendelea kupambana. Tulifahamu mechi ya TRA ni mechi ngumu, na katika wale wote wanaowania ubingwa wa ligi kuu msimu huu lazima pate matokeo kama haya dhidi ya TRA. Kwa hiyo bado tunao nafasi ya kuendelea kupambana. Na tunajua mna michezo bado miwili hapa Arusha, dhidi ya Dodoma kwa maana ya kombe la CRDB na dhidi ya Fountain Gate.
tuambie. Ya hii ya leo imekwisha, japo matokeo yake sio ya kuridhisha, na tunaamini inaweza ikawa imewakatisha tamaa mashabiki wetu, lakini wasichoke na wala wasikate tamaa. Nguvu kubwa sasa tuielekeze katika mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Dodoma Jiji. Hiyo ni kwanza ni mechi ngumu, lakini ni mechi ya mtoano ambayo ukipata matokeo yasiyokuwa na ushindi basi unaondolewa kwenye mashindano. Na sisi tunaamini katika kombe la CRDB nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huo tunao, kwa sababu ni mechi za knockout na zinahitaji ubora wa dakika 90 pekee. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba Kaskazini ya kwamba hili limekwisha, pamoja na matokeo yake ya kuumiza moyo, lakini tuwekeze nguvu kubwa kwenye mechi inayokuja dhidi ya Dodoma Jiji. Naam, ni msemaji huyo, meneja habari wa klabu ya Simba akiweza kuzungumzia kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huu. Lakini kwa sasa tuwatazame baadhi ya wachambuzi wa soka jijini Dar es Salaam. Wamesema timu zinapaswa kuwa na nidhamu na kujituma ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo na kusalia katika ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Kwa nafikiri kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufanya ni kuhakikisha wanaanza kupata alama moja kabla ya kuanza kufikiria alama 3, na unafanyaje ni kuhakikisha unaunda ukuta ama safu ya ulinzi ambayo itakuhakikishia wewe kuto kuconcede goals. Lakini pia going forward ama kwenye kufunga mabao, sio timu ambayo inafunga mabao mengi. Mpaka sasa imefunga mabao 7 peke yake katika mzunguko 18 ya ligi kuu ambayo imecheza. Kwa nafikiri kitu cha kwanza unda safu ya ulinzi bora, lakini sasa kuelekea mbele anza kufunga mabao. Wapo kwenye nafasi nzuri, kwa sababu kutazama katika jedwali la timu 16 KMC inashika nafasi ya 16 ya mwisho, wanashika nafasi ya 15, wana alama 13. Na zenyewe pia sio alama ambazo ni nzuri, kwa sababu tofauti yake na KMC ni pointi 5, lakini tofauti yake yeye na walioko juu ni pointi nyingi. Kwa unaweza kaona KMC Prison ina kazi ya kufanya ili tuweze msimu ujao kuwaona katika ligi. Ukija kuangalia mchezo ambao wamecheza na Mbeya City kule Babati, wana score, wanakuja baadaye Mbeya City wanarudisha, unaona kabisa kuna muda KMC kama wameishika game afu baadaye wanakuja wanarudisha tena mpaka wanakuja wanafungwa. Lakini mchezo wa jana pia walijitahidi sana kuwabana Singida, kwa sababu Singida wao wametoka katika wakati mgumu, wamefukuza benchi la ufundi zima, lakini dakika za mwisho wanakuja kufungwa na Lamine. Upande wa Tanzania Prisons nafikiri Shadrack Nsajigwa bado ana nafasi, kwa sababu Prisons kidogo wanacheza, unaona tough game. Kuna michezo anashinda, lakini kuna michezo ambayo inawafanya wao kufungwa, lakini upambanaji wao unaoona kabisa ni mkubwa tofauti na KMC. Kwa hiyo kwenye hizo timu mbili nafikiri KMC wajitahidi labda wapate nafasi ya kwenda kucheza playoff. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam wamepongeza ubora wa kiwango kilichoonyeshwa na magolikipa Hussein Masalanga na Abdulwahab Msheri, wakiamini Yanga bado ipo salama katika mikono yao wakati huu ambapo golikipa tegemezi wa klabu hiyo Djigui Diarra anatumikia adhabu. Jinsi tulivyotegemea magolikipa wetu bila Diarra ni tofauti na uhalisia tulioona kwenye kiwango chao, sababu wengi tulikuwa na pressure sana kulingana na tulivyomzoea Diarra. Ndo kipa wetu bora ambaye anaanza kila mechi, ndo tegemeo letu, lakini kilichokuja kutokea ni kitu ambacho kimewastabisha wengi sana, ambapo kiangalia kiwango cha magolikipa wetu hata bila Diarra wanaweza kuperform mechi yoyote na tukapata ushindi. Kama Djigui Diarra hayupo, akicheza Msheri utafly, akicheza Masalanga utafly pia. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwenye hazina ya gorini Yanga wako vizuri. Kwa kweli kiwango cha magolikipa wetu hao wawili Masalanga pamoja na Msheri kinalizisha. Wana viwango vizuri kama alivyokuwa Diarra. Hawana shida yoyote. Kwa namna ninavyoona Yanga upande wa makipa haina shida. Awepo Diarra, Adake Masalanga ama Msheri, makipa wote wa Yanga Afrika wako vizuri. Na kwa mechi kwa mfano Msheri kadaka mechi ya Tanzania Prison, Masalanga kadaka mechi ya Pamba, wote wamepata clean sheet. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Yanga upande wa makipa no problem. Mashabiki wa klabu ya Young Africans hao wakizungumzia
kuhusiana na kukosekana kwa Diarra, lakini makipa wengine wanaoendelea kufanya vizuri katika klabu hiyo. Nusu saa ya kwanza inakamilika hivyo, lakini tutakaporejea miongoni mwa yale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Rais wa CAF Daktari Patrice Motsepe asisitiza juu ya mshikamano na uadilifu kukuza soka la Afrika. Na uongozi wa Singida Black Stars wafunga mkanda kuirudisha timu hiyo kwenye makali yake. Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike Mshike. Bado upo nami Akida Kilango. Licha ya klabu ya Yanga Princess kupoteza alama 3 dhidi ya Tausi Queens hapo jana, bado mashabiki wa klabu hiyo wana imani ya kubeba ubingwa wa ligi kuu wanawake msimu huu. Katika muendelezo wa soka, kufungwa ni kitu cha kawaida. Katika matokeo ya mpira yako matokeo matatu: kuna kutoa sare, kuna kufunga na kufungwa. Sisi mpinzani wetu anaongoza ligi, Simba, ametuzidi kwa pointi 4. Kwenye raundi hii tunahakisha tunampiga yeye na kwa tunapunguza gap ya pointi 3, tunabaki pointi 1. Tunamogopa mgeni JKT. Tunalazimisha naye tunampiga, tunatoa sare, tunakaa pale juu, tunaongoza ligi, tunachukua kikombe. Timu yetu dada zetu jana jinsi walivyocheza, kwa kweli kwanza imeonyesha kwamba ile timu iko active, kwamba imetulia. Tulivyofungwa ile goli la mwanzo, wale jamaa walivyotufunga wale akina dada, timu yetu kidogo haikuonyesha kuyumba. Mashambulizi yalikuwa mipeleko ya moto sana kuonyesha kwamba hii timu inajimudu. Mimi ni shabiki wa Yanga Princess. Jana tulicheza mechi, kweli tumefungwa, lakini na imani ipo siku tutashinda, kwa maana kufungwa na kushinda kutoka sare yote ni sawa. Mwaka huu tuna kikosi bora, tumeongeza wachezaji bora kama yule Janini Mkandize, yule Mrundi yule mzuri sana. Tumeongeza kikosi tuseme ni kipana kwa mwaka huu. Matokeo yaliyotokea jana ni matokeo ya kimpira. Tumefuka goli 2 bila, tuko nyuma kwa pointi 4 kwa wanaoongoza. Kwa hiyo sisi tutashinda mechi zijazo, na matumaini ya ubingwa bado tunayo, sababu Yanga ni timu ambayo haikati tamaa.
Timu ya Azam TV iliyopo Ujerumani kwenye Bundesliga Experience imetuandalia ripoti ya mkurugenzi wa ufundi wa Bayer Leverkusen Simon Rolfes kuhusu mabadiliko ya klabu yao pamoja na ubingwa. Kutokea uwanja wa Bayer Arena, uwanja wa nyumbani wa Bayer Leverkusen, tumepata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa michezo wa miamba hii ambao ni mabingwa wa Bundesliga msimu mwaka 2023-2024 chini ya Xabi Alonso. Na swali ambalo nilimuuliza, miongoni mwa maswali mengi, nilimuuliza juu ya nini ambacho kimebadilika kwenye Bundesliga baada ya wao kuchukua ubingwa msimu mwaka 2023-2024 na mpaka sasa. Ikumbukwe msimu uliopita Bayern Munich walirudisha tena ufalme wao, na msimu huu mpaka sasa Bayern wanaongoza. Sasa kitu gani ambacho kimebadilika kutoka hapa? Sababu kuu, tuliuza wachezaji wetu wengi bora, mfano Florian Wirtz ambaye alikuwa muhimu sana kwetu, Jonathan Tah, Piero Inkapie, Jeremy Frimpong, Xabi Alonso. Kwa hiyo baada ya msimu huo nyota wetu wengi walienda kwenye timu kubwa zaidi yetu kama vile Liverpool. Kwa sasa tumeanza kuwekeza tena kwa vijana. Ibrahim Maza ni mfano mzuri, alitokea chini na sasa amekuwa mfano wa kuigwa. Tunajenga timu nyingine imara. Baada ya miaka 2 mpaka 3 tutazungumzia daraja kubwa la kikosi chetu. Kubwa zaidi kwenye Bundesliga Experience kuelekea Jumamosi saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kwa saa za hapa Ujerumani. Kutakuwa na mchezo wa Bundesliga kati ya Borussia Dortmund dhidi ya Bayer Leverkusen. Hawa hapa Gari Mzinga itakuwa uwanjani nikikuletea report ya live. Kilo finest huyo, lakini sasa anakuwa Bundesliga finest. Kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB kati ya Yanga Sports Club na TMA utakaochezwa Aprili 12 mwaka huu kwenye dimba la KMC Complex, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam wamesema hawategemei chochote zaidi ya kushinda na kutetea ubingwa wao. Ni kuongeza tu morali ya mchezo, kwa sababu sisi kama mashabiki sisi tunachoongea ni timu yetu nzuri, haina tatizo, lakini mambo yote yapo kwa kocha akipanga kikosi chake, basi tunakiamini kikosi hakina shida. Timu imejiandaa vizuri. Jana tumefanya mazoezi jana Mwanza kule. Yale mazoezi sio mechi ile. Mechi ndio inaokuja hii. Pia mchezo wa Jumamosi dhidi ya TMA, tuna uhakika Yanga ni timu kubwa, wamejipanga vizuri, wana benchi zuri la ufundi, kila kitu kiko safi. Mimi naamini tutapata matokeo mazuri. Kitu kizuri, benchi la ufundi liko safi. Yaani kwa sasa kila kitu kinaenda sawa. Unaona? Ilitokea hapa kati kidogo. Mimi nafikiri uchovu tu. Lakini mapumziko ya siku 2-3 yametoa. Wewe Simona, watu wanaema tu. Tuko vizuri dada. Tunachukua kila kitu, CRDB, ligi, kila kitu. Mafando wa JKT Tanzania wataikaribisha Mbuni FC kesho uwanja wa Meja Jenerali Samuyo saa 10 kamili jioni, mchezo wa hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kuelekea katika mchezo huo, kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmad Ali pamoja na mchezaji Gamba Matiko wameeleza namna walivyojipanga kuikabili klabu hiyo. Maandalizi yako vizuri kiujumla. I think tulikuwa na preparation ya muda kidogo baada ya kumaliza mechi na Namungo. So tunajua tunakwenda kucheza na timu ambayo kwetu sisi inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu tuchezi ligi moja. Wao wanacheza ligi nyingine na sisi tunacheza ligi nyingine. Ugumu unakuja kwa sababu wao wanatuona days, lakini sisi hatuwaoni, hatujui jinsi gani ambavyo wana hizo strengthening zao wanachezaji. So ugumu ndio upo hapo, lakini kwenye huo ugumu tunapaswa kuwa na moment nzuri ili tufanye game rahisi. Tuna 30 players na kila mchezaji ni muhimu kwenye JKT, anapaswa kutumika pale muda ambapo panahitajika. So ni kweli tumekuwa na ratiba hiyo, tumetoka kucheza na Namungo, then hapa tunajiandaa kwa ajili ya mechi ya kesho. Hakuna excuse kwa sababu tumepata almost 3-4 days za kujiprepare. So kwenye group langu mimi I'm happy, I'm proud kuwa na lile group, na mimi kila mchezaji yuko tayari kwa ajili ya hiyo mechi. Hatuko kwa ajili ya kuangalia nani ambaye hayuko sawa, lakini kwa yule ambaye hatakuwa hayuko sawa, basi kuna mtu mwingine ambaye anakuwa tayari kwa ajili ya kupambania kile ambacho anapaswa kupambania. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kiakili, kimwili, kufuata maelekezo ya kocha pamoja na benchi la ufundi. Naamini tutapata matokeo pointi 3, kwa sababu sio pointi 3 tena, ni mashindano ya
kuvuka hatua iliyopo na kwenda mbele. Kwa upande wa Mbuni FC inayoshiriki ligi ya Championship imeweka wazi kuwa timu yao imejiandaa vyema kuikabili JKT Tanzania licha ya kutambua ugumu wa mpinzani wao. Tumesafiri jana salama na tumeweza kufika salama. Kwa upande wa wachezaji wangu tumejiandaa vizuri, tunafahamu kwamba tumekuja kucheza na timu nzuri. Timu ya JKT ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri na ina mwalimu mzuri, lakini hata walipokuja Arusha kipindi cha pre-season tulipata mechi mbili, mechi za kirafiki ambazo vile vile zilikuwa zinadhihirisha ubora wa JKT. Kwa hiyo tumejiandaa kuja kucheza na timu nzuri kwa kweli. Utakuwa ni mchezo mzuri, lakini utakuwa ni mchezo mgumu, lakini utakuwa ni mzuri kwa watazamaji kwa sababu tumepata muda wa kutosha zaidi kujiandaa kwa ajili ya kuja kucheza na timu nzuri. Tuna imani pia, tunahitaji pia tuiheshimishe ligi ya Championship kwamba ni ligi kubwa na ligi ni nzuri na ligi ambayo ina ushindani, na hiyo itatokana na kila ambacho tumejitayarisha nacho kesho kwenda kukionyesha uwanjani, mimi pamoja na wachezaji wangu. Kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka Arusha mpaka tumefika hapa Dar es Salaam kufuata JKT tukiwa salama. Wachezaji tuko vizuri kiafya na maandalizi yetu yalikuwa mazuri. Tunashukuru benchi letu la ufundi, tunamshukuru mwalimu wetu kwa jitihada alizozionyesha kwa ajili ya maandalizi na kutupa confidence. Kuelekea katika mchezo huo utawakutanisha JKT Tanzania dhidi ya Mbuni, ofisa habari wa timu ya JKT Tanzania Masau Bwire akiongea na Azam Sports akiwa jijini Mwanza amesema maandalizi ya kikosi yamekamilika na dhamira yao ni ile ile ya kucheza fainali ya michuano hiyo. Tuna mechi dhidi ya Mbuni, sio timu ya kubezwa, sio timu ya kudharauriwa. Ipo championship, lakini siku zote hizi timu ambazo ziko madaraja ya chini na zikaweza kufika katika hatua hii ambayo tunaendea, basi ujue hiyo timu imejiandaa, imejipanga na iko vizuri. Tunaona hata huko Ulaya timu kubwa zinasumbuliwa kwenye mashindano haya na timu za madaraja ya chini. Kwa hiyo sisi tunalitambua hilo. Kwa kulitambua hilo, maandalizi tunayoyafanya ni ya kiutu uzima. Hatufanyi maandalizi ya kitoto. Ni mkoko kwa kwenda mbele. Hakuna atakayeingiza timu kwa kudharau timu tunayokwenda nayo. Kwa kulitambua hilo nililotangulia kulisema, kwa sababu tunachohitaji sisi ni kusonga mbele, ni kuvuka pale tulipofikia msimu uliomalizika, twende hatua ya fainali. Kumbuka haya mashindano yana uwakilishi katika mashindano ya CAF. Na lengo letu ni kucheza mashindano ya CAF. Na kwa hatua hii sisi kwa kweli tumejipanga ili tusonge mbele na hatimaye. Ni ofisa habari huyo wa JKT Tanzania akizungumzia mipango yao ya kwenda kucheza katika mashindano ya CAF. Lakini ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo ameelezea namna maandalizi ya hatua ya 16 bora ya kombe la shirikisho la CRDB Bank msimu huu yalivyopamba moto, huku akisisitiza utofauti ulioongezeka. Hatua hii ya 16 bora imeongezewa baadhi ya vitu pia, kwa maana ya kwamba ambavyo katika michezo ya hatua zilizopita haikuwepo. Kuanzia hatua hii tutaanza kuwa na mchezaji bora katika kila mchezo. Kwa hiyo michezo hii yote minane, kwa maana ya timu hizo 16, kutakuwa na mchezaji bora ambaye atakuwa anapata zawadi kutokana na huo uchezaji bora. Kwa hiyo hii maana yake ni kuanzia hatua hii mpaka tunakwenda kwenye hatua hiyo ya finali. Of course kwenye msimu uliopita ilikuwepo, lakini kwenye msimu huu pia inaanzia kwenye hatua hiyo ya 16 bora. Maandalizi yote katika viwanja vyote yako sawa tayari kwa michezo hiyo ya hatua ya 16 bora, na bila shaka pia kwa upande wa timu pia zimejiandaa vizuri kuleta ushindani katika hatua hiyo na hatimaye kuelekea kwenye fainali hizo za CRDB Bank Federation Cup. Tuwaombe mashabiki katika viwanja vyote ambako michezo inachezwa basi wajitokeze kwa wingi kutoa sapoti kwa timu zao, kupata burudani ya CRDB Bank Federation Cup katika msimu huu wa 2025-2026.
Baada ya mwendelezo wa kufungwa kwa viwanja visivyokidhi viwango, TFF imeweka wazi kwa ni msimamo wao ni ule ule kuhakikisha kwamba viwanja vyote vinapaswa kutumika ni vile vilivyokaguliwa na kupitishwa kikanuni. Ofisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo amefafanua namna watakavyohakikisha suala la kanuni linatiliwa mkazo ili kuongeza ubora na kupandisha ligi thamani. Tunapozungumzia swala la uwanja kufungiwa ni kutokana na kutokidhi yale mahitaji ya kikanuni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uwanja unapokidhi mahitaji ya kikanuni, kuna kanuni pia inaeleza kwamba ni muda gani ambako uwanja huo unaweza ukatumika. Kwa hiyo uwanja wowote ambao utakidhi vigezo vya kikanuni baada ya kuwa umefungiwa, maana yake ni kwamba unaweza ukatumika katika michezo ambayo inafuata. Lakini kama haujakidhi vigezo vya kanuni, maana yake ni kwamba bado hautaendelea kutumika mpaka pale ambako utakidhi vigezo hivyo vya kikanuni. Kwa hiyo ni vyema siku zote tunasema kwamba wamiliki wa viwanja hivi wakazingatia masuala ya kikanuni, vigezo ambavyo vinatakiwa kila mmoja aweze kukidhi katika uwanja wake. Hilo ndio jambo kubwa na ndilo ambalo tunalisisitiza kila siku. Kwa hiyo hata vile viwanja ambavyo tayari vimefungiwa, maana yake ni kwamba wanatakiwa kuendelea kuboresha maeneo ambayo wameambiwa kuweza kuyaboresha ili viwanja hivyo viweze kutumika. Kanuni of course imeelekeza kuna siku 7. Maana yake ni kwamba pale ambako uwanja unakuwa umekamilika, umekaguliwa, maana yake kuna siku 7, kwa sababu ni lazima pia utoe taarifa kwa wadau wengine ambao wanahusika na huo mchezo. Kwa mfano kuna watu wa TV, Azam TV, maana yake lazima wapate taarifa mapema kwamba uwanja huu sasa utatumika. Lakini pia kumbuka kwamba kuna maafisa wa mchezo lazima wapate taarifa kwamba watakwenda huku, lakini kuna klabu ngeni pia lazima ipate taarifa kwamba itakwenda kwenye uwanja huu. Kwa hiyo kanuni imetoa siku 7 za kuweza kupita kuhakikisha kwamba uwanja huo ndio unaenda kutumika. Maana yake ni kwamba hata kama umekidhi vigezo vya kanuni leo, kama una mchezo kesho au kesho kutwa, maana yake hauwezi kutumia uwanja huo kwa sababu zile siku 7 zinakuwa bado hazijatimia. Kikosi cha Singida Black Stars kinaendelea na mazoezi ya kujiwinda dhidi ya Mbeya City katika hatua ya 16 bora ya kombe la CRDB, mchezo unaotarajiwa kupigwa katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. Mwandishi wetu Deus Liganga ametuandalia taarifa ifuatayo. Mtazamaji wa Azam Sports, nyuma yangu ni kikosi cha Singida Black Stars wakiendelea kujinoa katika uwanja wao wa nyumbani hapa Airtel Mchipa kuelekea michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya Mbeya City hatua ya 16 bora. Na hapa nimezungumza na kocha mkuu wa kikosi hiki cha Singida Black Stars, Muhibu Kanu, ambaye amezungumzia kuelekea maandalizi ya mchezo huo. Ya maandalizi yanaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Baada ya mechi yetu ya ngumu ya jana dhidi ya wenzetu wa KMC, leo tumerudi kwenye eneo letu la mazoezi kuhakikisha kwamba tunakwenda kutengeneza approach nyingine kwa ajili ya mechi inayokuja dhidi ya wenzetu wa Mbeya City, ambayo itakuwa ni hiyo Azam CRDB Federation Cup, na mimi itakuwa mechi ngumu. Kwa hiyo baada ya mechi ya jana, leo tuna program ambayo tunafanya nao. Leo tutafanya recovery kwa wale wachezaji ambao walitumika jana kwa 100%, na wale ambao hawajatumika jana, leo tutakuwa na upande mwingine kuhakikisha kwamba sasa tunaongezea ile intensity ili iweze kuwa level kati ya wale waliocheza na wale ambao hawajacheza, kubalance ili wawe kwenye level moja. Baada ya pale nafikiri kuanzia kesho sasa ndio tutarudi kwenye kuandaa rasmi sasa plan kuelekea kwenye mechi hiyo. Tunaamini pia itakuwa mechi ngumu, mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Mbeya City ni sio mechi ya kubeza, ina walimu pia ambao tunafahamiana. Mekisima alikuwa hapa na wasaidizi wake, kwa hiyo watakuja wakiwa na hiyo mentality ya kutaka kufanya vizuri zaidi. Lakini technically mimi na wasaidizi wangu tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, kwa sababu tunajua umuhimu wa mechi hiyo, na tunajua kabisa kwamba management wamepanga kuona kwamba timu inafanya vizuri zaidi ya msimu uliopita. Msimu uliopita tumecheza finali. Sasa hauwezi kwenda finali kama haujapita kwenye hatua hizi. Kwa hiyo tunajua muhimu huo, lakini kwangu mimi kama head coach na wasaidizi wangu tutakwenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba timu inaenda kuhakikisha inapata matokeo chanya. Kwanza kabisa tunapenda kushukuru Mungu, maandalizi yanaenda vizuri. Tunashukuru tumeshinda mechi iliyopita kwa sababu ni moja ya morali kwetu sisi na kuzidi kufanya vizuri zaidi. Naamini mwalimu atazidi kuboresha pale ambapo tumekosea na atarekebisha ili tuwe bora zaidi. Naamini kwetu sisi mchezo unaofuata wa CRDB ni mchezo utakuwa mzuri na mchezo ambao tunahitaji kushinda na tunahitaji kusonga mbele kwenda robo finali. Ni kweli ushindi uliopata jana ni ushindi mzuri kwetu sisi na mchezo ambao
unatupa morali kuelekea mechi zinazokuja, na inatujenga zaidi kwenye confidence na kujiamini zaidi kwenda kupambana zaidi na kufanya vizuri zaidi. Mchezo wa hatua ya 16 bora kati ya Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City unatarajiwa kupigwa katika dimba hili la Airtel Stadium Aprili 12. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Katika hatua nyingine, uongozi wa klabu ya Singida Black Stars umesema kuwa tayari umekamilisha mchakato wa kocha mkuu atakayekinoa kikosi hicho, na muda wote kutoka sasa utamtangaza kocha huyo ambaye tayari yupo hapa nchini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu baada ya ushindi dhidi ya KMC kwenye ligi kuu ya NBC, mchezo ambao tulicheza jana hapa katika uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium. Sasa focus inahamia kwenye mashindano ya kombe la shirikisho CRDB, ambapo tunaenda kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora, lakini tunaenda kutafuta ushindi wa kutupeleka hatua ya robo finali. Tunacheza hapa Airtel Stadium dhidi ya Mbeya City tarehe 12 mwezi huu, na ndio maana timu baada ya mechi jana leo imerudi tena mazoezini kuhakikisha kwamba tunajiandaa vizuri kikamilifu, kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri katika mchezo huu na inshallah tutapata pia ushindi. Najua sasa hivi shauku kubwa ya mashabiki wetu, wadau wa soka na wapenzi wa Singida Black Stars ni kufahamu sasa ni lini kocha mpya atakuja, ni lini benchi jipya la ufundi litatambulishwa ili kuweza kufahamu tunaendaje na safu mpya ya ufundi. Lakini kwa sasa watulie kwa sababu kazi imeshafanyika kikamilifu, na habari njema tu ni kwamba tayari kocha ameshapatikana na tayari ameshaingia Tanzania. Sio tu kupatikana, tayari tumeshapata kocha mpya na ameshawasili hapa nchini Tanzania. Ni nani na anaanza lini majukumu, hiyo ndo taarifa ambayo waisubiri muda wote kutoka sasa tutaitoa. Tuna focus kwanza na mechi dhidi ya Mbeya City, wakati taratibu nyingine. Kikosi cha Geita Gold kimefanya mazoezi yake ya mwisho hii leo kujiweka tayari kuelekea katika mchezo dhidi ya Mashujaa utakaochezwa kwenye uwanja wa shule ya sekondari ya Nyankumbu mjini humo. Cheza na Mashujaa, lakini na sisi tuna kazi kubwa ya kumalizia championship kwa sababu tulishaianza hapo awali. Kwa hiyo lazima tuweze kufanya rotation ya kuweza kutumia wachezaji ambao kwa wapate nafasi, lakini ni wachezaji wetu ambao kwa tunataka nao waweze kuparticipate katika timu yetu. Kwa hiyo walianza nayo katika mechi zote za CRDB. Kwa hiyo wale ndo wameifikisha timu hapa na wao ndo wataendelea nao katika mchezo wa kesho na Mashujaa, kwa sababu tunaamini ndio wachezaji wa Geita na wanaweza kufanya lolote katika mechi zote. Kwa upande wa kocha wa Mashujaa ya mkoani Kigoma Jamhuri Kiwelo Julio amesema mchezo wa kesho dhidi ya Geita hautakuwa mwepesi hata kidogo. Katika mpira hakuna timu ndogo, katika mpira hakuna timu kubwa. Mpira ni mchezo wanaocheza watu 11 wa pande zote mbili. Na waheshimu Geita Gold kwanza kwa performance yao wakiwa na kocha kijana wangu Katwila, toka amekabidhiwa timu mpaka hapa tulipo ameweza kuongoza. Wanabadilishana kidogo na Kagera, lakini so far wao wanakuwa wako juu kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamejipanga, sio timu ya kuibeza, na kila timu inataka kupata nafasi ya kutokea kwenye FA ili kupata nafasi ya kuwakilisha nchi. Na sisi Mashujaa tunahitaji nafasi hiyo, kizingatia mwenendo wetu ambao mwanzo ulitaka kuonekana mbaya, lakini sasa kuna nafuu ya aina fulani kujiweka vizuri katika ligi ya NBC ambayo inaendelea. Kwa hiyo kwenye mashindano haya ya FA ni sehemu ya kuweza kutokea kama unaweza kujipanga vizuri, japo ni magumu, lakini naamini game itakuwa ngumu, lakini pamoja na ugumu tutajitahidi kadri uwezo wetu kuhakikisha tunashinda mchezo ili kujiweka katika mazingira mazuri ya kuingia kwenye best of 8. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Daktari Patrice Motsepe amepongeza mshikamano wa shirikisho hilo huku akisisitiza suala zima la uadilifu. Daktari Patrice Motsepe ameyasema hayo wakati akitoa majumuisho ya ziara yake rasmi nchini Senegal usiku wa kuamkia leo. Fatma Abdallah Chikawe na taarifa ya kina. Rais wa shirikisho la soka Afrika CAF Dr. Patrice Motsepe amefanya ziara rasmi nchini Senegali kwa lengo la kuimarisha uongozi wa soka barani Afrika, huku akisisitiza umuhimu wa uwazi, uadilifu na mshikamano miongoni mwa nchi wanachama. Katika ziara hiyo ameambatana na kaimu katibu mkuu wa CAF Samson Adamu
Na mbali na kutembelea maeneo mbalimbali ya utalii ya mji wa Dakar, Dr. Motsepe pia amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa Senegali Bassirou Diomaye Faye. Akizungumza na wadau wa soka pamoja na viongozi wa michezo nchini humo, Dr. Motsepe amesema kuwa ziara yake inalenga kuonesha dhamira ya dhati ya shirikisho hilo katika kuendeleza soka la Afrika na kujenga imani kwa mashabiki pamoja na wadau wa michezo duniani kote. Lengo kuu la mimi kuja Senegal leo ni kuonesha dhamira yangu binafsi ya dhati pamoja na dhamira ya dhati ya vyama vya wanachama barani Afrika vinavyowakilisha nchi 54 na ahadi ya timu yetu kwa uongozi wa soka nchini Senegal ni thabiti. Katika hotuba yake, Motsepe amekiri kuwepo kwa changamoto kadhaa zinazohusu uaminifu wa maamuzi ya soka, akieleza kuwa CAF imeanza kuchukua hatua madhubuti kurejesha heshima ya taasisi hiyo. Baadhi ya maamuzi yaliyofanyika hayajapata heshima na uaminifu unaostahili, ambao ni muhimu sana kwetu. Miongoni mwa mashabiki wa kawaida wa soka na wadau wa soka duniani kote, mabadiliko tunayotekeleza yanalenga kuhakikisha kuwa soka la Afrika linaakisi na linapata kiwango cha juu kabisa cha uaminifu, heshima na uadilifu. Kuhusu sintofahamu zilizojitokeza katika michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025, Dr. Motsepe alisema kuwa suala hilo linaendelea kushughulikiwa katika mahakama ya usuluhishi ya michezo kwa maana ya CAS, na kwamba CAF itaheshimu na kutekeleza uamuzi wowote utakaotolewa. Aidha, amesisitiza msimamo mkali wa CAF dhidi ya rushwa, akibainisha kuwa hakuna uvumilivu kwa vitendo vya aina hiyo, huku akiahidi kulinda uhuru wa maamuzi na kuhakikisha maamuzi yao yanaheshimiwa. Ziara ya Dr. Motsepe nchini Senegali inaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za CAF za kurejesha imani ya wadau wa soka, kuimarisha mifumo ya uongozi, lakini pia kuhakikisha kuwa soka la Afrika linaendelea kukua kwa viwango vya kimataifa. Na ndivyo tunavyohitimisha mshike hivyo, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo usiku huu ni pamoja na haya. Simba Sports Club ya Bwana Mbavu na TRA United uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Matajiri wa jiji Azam FC waacha alama 2 Manyara mbele ya Mbeya City. Na rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe asisitiza mshikamano na uadilifu kukuza soka la Afrika. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Mimi ni Akida Kilango wa Akidi Faida. Kuna usiku mwema.